ninakusifu, wewe umwema, ninakusifu, Mungu wangu, ninakusifu, wewe umwema, ninakusifu, Mungu wangu, ninakusifu, wewe umwema, tunakusifu, wewe umwema, tunakuinua Baba yetu, tunakuinua, wewe umwema, ninakusifu, Mungu wangu, tunakusifu, wewe umwema, anapitia mambo magumu na anakata tamaa. Naomba neno hili likalete tumaini jipya katika maisha yake. Ninaomba ya kwamba Bwana, kila mmoja kwa jina la Yesu akapokee fungu lake. Utusikie kuomba kwetu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Nasoma kutoka barua ya Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 3 hadi ule wa 5. Waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 3 hadi wa 5. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Amen. Omba mketi. Nina furaha kubwa sana siku ya leo kuwepo Kingereka. Na nimefurahi sana kwa sababu nipo na watu wale wanaopiganiwa na Bwana. Nikisema Kingereka naomba ujibu ni sisi, ni wale tunaopiganiwa na Bwana. Kingereka ni wale tunaopiganiwa na Bwana. Kingereka tunaopiganiwa na Bwana. Haleluya. Wangapi wanakubaliana kwamba, sababu nilipoingia tu hapa asubuhi ya leo nikapata uhakika kwamba hawa ndio wale wanaopiganiwa na Bwana. Maana wakati ambapo wewe una furaha, saa hizi kuna watu wenye huzuni. Wakati ambapo wewe una afya, saa hizi kuna watu ambao wanapitia mambo magumu sana, hawawezi hata kutembea, lakini wewe unatembea, umefika kanisani, unamwabudu Bwana. Hakika wewe ni wale wanaopiganiwa na Bwana. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya usharika huu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wenu na wale na mchungaji msaidizi na wale wote ambao wanashirikiana naye. Nawashukuru wazee wa kanisa, viongozi wa idara mbalimbali. Nawashukuru watumishi mbalimbali, kipekee wanakwaya ambao ni wana moyo wa shukrani mpaka wanamwandikia mchungaji barua.
Na washukuru washarika wote kwa kazi yenu njema ya kumtumikia Bwana. Ninasema jina la Bwana litukuzwe. Tunasikia na kushuhudia mambo makubwa ambayo Bwana anayafanya kupitia usharika huu, na kwa vyovyote ukisikia mahali Bwana anaonekana, unatamani na wewe ufike hapo ukazione kazi nzuri za Bwana, ukayaone matendo makuu ya Bwana, ili ukirudi na wewe uwe na mengine ya kuwasimulia watu ya kwamba yuko Bwana anayewapigania watu, na kule Kingereka ni ushuhuda mmoja wapo. Nawaletea salamu nyingi sana za baba askofu ambaye alitutuma mahali tutakapoabudu leo tuwape salamu zake. Ninaomba mzipokee salamu za mkuu wetu wa dayosisi. Kweli yale mahubiri niliyokuwa nayo ni kama sasa sijui nitahubirije, maana nilitaka niseme mambo fulani nikaona kumbe hawa watu wanaopiganiwa na Bwana hayo nayo wameshayatekeleza tayari. Na huenda wewe uko kwenye kusanyiko hili la watu wengi na wewe bado haujaona wema wa Bwana, lakini nataka nikwambie ukikaa na waridi na wewe utanukia waridi. Na kwa kuwa unakaa na watu hapa wanaopiganiwa na Bwana, natamka asubuhi ya leo na wewe upokee neema ya kuvuka katika jina la Yesu. Maana unaweza ukawa kwenye kusanyiko la watu mamia hapa na wewe uko katika hali ya fadhaa nyingi, uko katika hali ya huzuni, unajiuliza haya kwangu yatapita lini? Napenda kutamka asubuhi ya leo ya kwamba hayo nayo yatapita kwa jina la Yesu. Maana tunaye Mungu asiyeshindwa. Mungu yu upande wetu, hakutuacha yatima. Ujumbe ambao tumepewa leo ni ujumbe wenye kichwa kinachosema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na ndio nikasema mbona hawa tayari wameshakaa pamoja kwa umoja. Haleluya. Kwa hiyo napenda kuwatia moyo wana Kingereka. Napenda kuwatia moyo ya kwamba kazi yenu ni njema sana, kazi yenu ni ya baraka. Nilikuwa namuuliza mchungaji, hivi sasa wewe una kwaya ngapi? Maana walianza wale kwaya kuu, wakaja watu wamependeza na suti zao, wakaja watu wamependeza na magauni yao, wakaja na wengine. Hata nikachanganyikiwa, nikauliza sasa wewe una kwaya ngapi? Akasema kwaya ziko 11. Hebu jipeni makofi mengi. Kwa sababu hivi tunavyozungumza kuna wachungaji ambao anatafuta hata watu wa kuimba kwaya haoni. Anawaita wanakuja leo, baada ya wiki moja wamepotea. Lakini hapa ananiambia hata inanisumbua wakati mwingine kujua namna ya kuwapangilia ili asiondoke ambaye hajaimba. Hakika ninyi ni wale mnaopiganiwa na Bwana. Maana mmetambua andiko linasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kwa hiyo napenda kuwapongeza sana. Kwa kweli mimi nimefika Kingereka leo nije niwatie moyo kwamba kazi yenu ni njema, utumishi wenu ni wa baraka. Na leo ikiwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi wa 5, ni Jumapili ambayo imewekwa kikanisa kwamba tunaadhimisha CCT kitaifa. CCT ni jumuiya ya Kikristo Tanzania. Na siku hii nilipotafakari sana nikaona ya kwamba ninyi mmepewa neema ya pekee sana, kwa sababu ili umoja wa CCT uwepo ni lazima umoja uanze ndani yetu sisi kama usharika. Na hiyo mmefaulu mtihani kwa kiwango cha 100%. Ili umoja wa CCT uwepo lazima umoja wetu kama wana jimbo la Hai uwepo, na sina shaka mmefaulu kwa 100% zote. Ili umoja wa CCT uwepo lazima umoja wa Dayosisi ya Kaskazini uwepo, umoja wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri uwepo, na hatimaye
tunatoka sasa nje, tunakwenda kwa wale ambao ni washirika wenzetu katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia juu ya umoja wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania kabla umoja haujaanzia kwetu. Maana kwa kawaida injili inaanzia nyumbani. Na kwa hivyo inatia moyo sana asubuhi ya leo kuzungumza na watu ambao tukiongelea habari ya umoja, hilo ni somo wanalolielewa vizuri, na hata namna mlivyokaa hapa kwa kweli inaonesha umoja. Hebu msalimie jirani yako, mwambie Mungu akubariki, dumisha umoja. Umoja wenu ndio unaosababisha mambo makubwa, maana walisema wahenga kwamba umoja ni nini? Umoja ni nini? Ni nguvu. Somo ambalo tumepewa kulitafakari ni somo ambalo linazungumza juu ya neema ambayo wewe na mimi tumepewa. Mtume Paulo alitangulia kuliambia kanisa la Rumi, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Mtume Paulo alipewa neema, na wewe na mimi tumepewa neema. Neema ya kuitwa watoto wa Mungu. Maana anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe watoto wa Mungu. Na baada ya kutuita sisi watoto, akatupa vipawa ili tupate kumtumikia. Akatupa karama ili tupate kuzitumia kwa ajili ya kuendeleza ufalme wake. Na akatupa karama tofauti tofauti. Na ndipo mtumishi wa Mungu analiambia kanisa, na anatuambia sisi tuliopo mahali hapa, kwamba kwa kutambua neema ambayo Mungu ametupa, basi kwa hivyo vipawa tulivyopewa, kwa hiyo karama tuliyopewa, kwa hiyo neema aliyotupa, asiwepo mtu wa kunia makuu kupita yale anayopaswa kunia. Asiwepo mtu, tukizungumza kwa lugha nyingine, asiwepo mtu wa kujitukuza ama kujiona bora zaidi ya wengine. Kama unacho ambacho umepewa cha ziada, umepewa tu kwa neema ya Mungu. Na Paulo mtume anapozungumzia juu ya neema aliyopewa yeye na kuliambia kanisa la Rumi, kama ambavyo anatuambia na sisi kwamba tusinie makuu, tusifike mahali tukajiona bora, tusifike mahali tukajitukuza zaidi, tusifike mahali tukawadharau wengine. Ni kwa sababu yeye mwenyewe aliona mambo makuu sana ambayo Mungu alitenda, alijifunua kwake. Mungu alimpa maono makubwa sana. Na Biblia inatuambia katika Wakorintho wa pili sura ya 12, anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo, na alipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Mungu aliona vema katika hekima yake kamilifu kumsaidia mtumishi wake Paulo, ambaye alipata wingi wa mafunuo kupita wengine. Na hilo lilikuwa linaweza kumfanya ajivune. Lilikuwa linaweza kumfanya awadharau wengine. Lilikuwa linaweza kumfanya moyo wake uinuke, awe na kiburi. Na kwa hiyo Mungu katika hekima yake alimpa mwiba katika mwili wake. Anasema, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Bwana akaniambia, neema yangu ya kutosha. Haleluya. Hapa Mungu alikuwa anamsaidia mtumishi wake
Paulo ambaye amepewa mafunuo, amepewa maono, amepewa vingi, asije akawa mtu wa kujivuna. Kwa sababu kama mnavyojua, Mungu alijifunua kwa Paulo kwa namna nyingi mno. Mistari iliyotangulia anaeleza jinsi alivyochukuliwa katika maono makubwa, akaona mambo ambayo wanadamu wengine hawajapata kuona. Sasa hayo yalikuwa yanaweza kumfanya awe mtu wa kujivuna, mtu wa kujitukuza mwenyewe, mtu wa kujiona bora kuliko wengine, vema kumsaidia. Na Paulo akaelewa, maana anasema makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba. Ndugu zangu, sisi kila mmoja wetu kuna neema Mungu ameweka kwetu, ambayo unahitaji wakati wote utambue ya kwamba sio kwa ajili yako, ila ni kwa ajili ya neema yake. Pengine una hekima kuliko watu wengine, pengine kiuchumi, uchumi wako uko bora kuliko watu wengine, pengine kielimu upo zaidi ya wengine, pengine kama ni uzuri unao kuliko watu wengine. Sikia kujitukuza. Hata sisi wana Kingereka, wakati mambo yetu yanapokwenda vizuri kama usharika, huenda hiyo ikatufanya tujaribiwe kujitukuza, tujaribiwe kujiona bora. Sasa neno la Mungu linatuambia kwa neema hiyo ambayo Mungu ametupa, tuwe watu wa kunyenyekea. Nilienda kwenye usharika mmoja ambao wamejifunza somo hili vizuri sana, na kila nilipojaribu kuwapongeza kwa jinsi wanavyoendelea vizuri, walikuwa wanajibu kila mmoja, nafikiri mchungaji aliwajenga hivyo, kila mmoja anasema ni kwa neema ya Mungu. Ukizungumza na huyu anasema ni kwa neema tu. Nikaona ya kwamba wamefunuliwa jambo kubwa sana la kutambua wapo hivyo walivyo, si kwa ajili yao wenyewe, ila kwa ajili ya neema ya Mungu. Huenda familia yako inaendelea vizuri, unaona ndoa yako inaendelea vizuri, mtukuze Bwana, ili hata adui akiinuka kukupiga vita, Bwana asimame, ashike ngao na kigao, apigane vita kwa ajili yako. Lakini ukijitukuza wewe, maana yake umeamua kuchukua utukufu na Mungu hapana. Mtukuze Mungu hata katikati ya nyakati ngumu, na ndipo Mungu anaona dhahiri kwamba mwanangu anaamini uweza wangu hata katikati ya nyakati ngumu. Jumapili iliyopita, naamini wakati tunaimba tunamwimbia Bwana Cantate Domino, siri ya kuimba inajitokeza namna ambavyo wenzetu kina Paulo na Sila wako gerezani, lakini wanamuimbia Mungu nyimbo za sifa, na matokeo yake Mungu akatenda. Bwana asifiwe. Nilihudhuria siku moja kwenye kusanyiko la neno la Mungu, ilikuwa jioni kama saa 12, tumekutana pale, na akawa anahubiri mtu mmoja, alafu akawa anatupa changamoto sana. Anasema kuna watu hapa mnamshukuru Mungu wakati mambo yako vizuri, lakini mambo yakiwa tofauti hamshukuru. Na ule ujumbe ukazungumza na mimi sana. Basi wakati ule anaendelea kufundisha, na mimi niko pale nasema, Mungu nisamehe, maana nikiangalia ni kwa kiasi gani nimekuwa mtu wa shukurani, naona shukurani ni kidogo sana. Nikawa nasali pale nasema, hata ninapitia changamoto, ilikuwa miaka mingi kidogo, hata ninapitia changamoto za kiuchumi, lakini sijaweza kukushukuru hata kwa yale mema, kwamba nina afya na kuna watu wako mahospitalini. Ninawaza tu kwamba mbona uchumi hauko vizuri. Maana unajua kuna watu hela zikiadimika hata na furaha zinaondoka. Ulishaona unakutana na mtu ana huzuni, unafikiria ana msiba, ukimuuliza nani amefariki, anatamani kukuambia pochi imefariki.
Sasa Biblia inasema furaha ya Bwana ndio nguvu zenu. Wakati huyu mtu anahubiri, mimi nikawa pale ninashukuru. Nasema Mungu asante kwa kunipa afya. Sina fedha lakini ninayo afya. Na ninajua Bwana ya kwamba saa inakuja utanitembelea. Unajua Mungu ni Mungu wa ajabu. Tulipomaliza ile fellowship jioni kama saa 1, nimetoka pale nje, mtu mmoja akaja akasema, tulipokuwa hapo ndani Roho wa Bwana alinigusa nije nikubariki, alafu akanibariki kwa baraka nzuri. Mpe Yesu makofi. Unajua aliponipatia kile alichonipatia ndani ya bahasha, nilipogeuka hivi nikachungulia ni nini kiko, maana nikasema huyu asije akanibariki kwa maneno matupu, sikute ni barua ameniandikia. Nikakuta ile bahasha ndani yake kuna vitu vizuri. Nikawaacha watu wanasalimiana, mimi nikageuka nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Haleluya! Kwamba nimeshukuru pale ndani, nimeomba msamaha kwamba sijawa mtu wa shukrani. Bwana akamwambia mtu mmoja, sasa huyu kwa sababu amekwisha jitambua, amenishukuru katikati ya nyakati ngumu, mguu pande mguu sawa, nenda kambariki. Haleluya! Kwa hiyo ninaomba sana, hata kama unapitia nyakati ngumu, zisiondoe shukrani kwako. Mshukuru Mungu. Ukiangalia yapo mengi ya kumshukuru Mungu katika maisha yako. Ndugu zangu, nilikuwa ninazungumza hapa ya kwamba katika yale ambayo Mungu ametubariki kwayo, tusijitukuze, utukufu tumpe nani? Lakini somo hili pia linazungumza juu ya vipawa ambavyo Mungu ametupa na namna ya kuvitumia. Mtume Paulo anafananisha viungo vya mwili kama mfano wa washirika ama waamini katika mwili wa Kristo. Anasema viungo ni vingi na vinatenda kazi tofauti, na viungo hivi vinahitaji kushirikiana, vinahitaji kufanya kazi kwa pamoja. Vikitegeana, basi kunatokea shida kubwa sana. Kama kwa mfano, mkono una sababu ya kuchukua kitu, lakini mguu ukategea kwenda kuchukua pale ambapo mkono unatakiwa kuchukua, maana yake lengo hilo halitafikiwa. Nilisikia mfano, mwalimu wa shule ya Jumapili, mwalimu wa Sunday school, alikuwa anafundisha na kueleza jinsi ambavyo kinywa kilikuwa kinajivuna, kinasema mimi ninafanya kazi kubwa ya kutafuna chakula na kwa sababu hiyo nastahili heshima. Lakini utumbo ukakaa kimya, ukasema basi na tukuangalie wewe ambaye unasema unatafuna, kama mimi ukishatafuna, mimi nisipofanya kazi yangu, tuone hicho chakula kitakuwa msaada gani kwako. Na utumbo ukawa umechukua mgomo wa kushughulikia na kukichakata chakula, na mnajua kinachotokea. Mara utavimbiwa, mara utakosa afya. Na ndugu zangu, ndipo huyu mtu alipoanza kuwa dhaifu, mdomo ukaelewa kwamba sio wa muhimu kushinda kiungo kingine chochote. Maana yake ni hii: kila mmoja katika mwili wa Kristo analo jukumu la kufanya, na akilifanya vizuri, basi kanisa linastawi, kanisa linajengwa. Hapa katika usharika wetu wa Kingereka, sio mchungaji munisi peke yake anayefanya usharika huu uweze kwenda, wala sio watumishi wa usharika au baraza linalofanya usharika uweze kwenda, lakini ni sisi wote. Kila kiungo kinapofanya wajibu wake, hatimaye mwili wa Kristo unajengwa. Kama kichwa kikiuma, miguu itahitajika kwa ajili ya kukipeleka kichwa hospitali. Na utaweza kuona kwamba kila kiungo kinahitajika katika mwili ili hatimaye mwili uweze kustawi.
napenda kusema sisi ambao Mungu ametupa vipawa mbalimbali katika usharika wetu, katika kanisa la Mungu, kila mmoja wetu aweze kuona anafanya nini katika kutumia vipawa na karama alizopewa. Hata hivyo, kuna changamoto kidogo. Kuna baadhi ya watu ambao kanisani wao sio watendaji kwa kutumia karama zao, bali ni watazamaji. Kuna wale ambao wanatazama ni nini kinachoendelea kanisani, ni nani anayecheza vizuri, mchungaji Chrysson Munisi kama anacheza vizuri kwenye nafasi yake kama mchungaji kiongozi, kwaya gani inaimba vizuri, inatumia vipawa, lakini yeye hana mchango anaoutoa katika kuujenga mwili wa Kristo. Na mimi napenda kusema, kama Mungu ameweka ndani yako vipawa, naomba utumie kipawa chako kwa ajili ya kuujenga mwili wa Kristo. Maana kipawa hicho, kulingana na hili somo, amesema vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Yaani sisi kwa pamoja, kila mmoja kwa mwenzake, tusaidiane ili kazi ya Bwana ipate kusonga mbele. Kwa hiyo sasa, sijui ni kwa jinsi gani unavyotumia kipawa chako. Asubuhi ya leo nimesikia kuna mama anapamba madhabahu, na mnaona sijui ni yeye na familia yake, sijui yuko mmoja au wangapi, na naiona madhabahu ilivyopambwa ikapambika. Hata ungempatia makofi hakuna ubaya. Lakini kuna wale wanaotazama, wakiona madhabahu haijapambwa vizuri, wananyosha kidole kwa mchungaji. Huyu mchungaji sijui anafanya nini? Hebu ona kule madhabahuni kulivyokaa vibaya. Ila yeye hafanyi kitu, maana yeye ni mtazamaji. Kama upo hapa mpenzi mtazamaji, namuomba Bwana akuponye utoke kuwa mpenzi mtazamaji, uwe mpenzi mchezaji. Unajua Mungu amewekeza ndani yako ili unapokuja uangalie kile ambacho unaweza ukafanya kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Nilielezwa habari ya jaji mmoja, jaji wa mahakama kuu, ambaye alikuwa hapa, tunaanza ibada saa 1. Yeye alikuwa anakuja kanisani lisali moja kabla, amebeba madasta yake kwenye gari, anaingia kanisani, anafuta vumbi kiti baada ya kiti baada ya kiti, alafu akimaliza anarudisha madasta yake kwenye gari, alafu anakaa ametulia kabisa kama watu wengine. Sasa siku amesafiri, watu wanakuja wanakuta vumbi, wanasema hivi mchungaji anafanya nini? Angalia jinsi kulivyo na vumbi. Sasa hawakujua maskini kwamba kuna mtu mwenye cheo cha jaji. Jaji ni cheo ambacho ni uteuzi unaofanywa na mheshimiwa rais. Sasa imagine huyu mtu ameteuliwa na mheshimiwa rais, lakini hakuona kule kuwa na cheo kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Badala yake anajishusha mpaka kuja kupangusa mabenchi, na mwingine ambaye ni mteuliwa wa mwenyekiti wa kijiji anakuja anakaa hapo. Samahani, sio wewe na kuzungumzia Sasa huyu mteule wa rais anapangusa mabenchi kwa sababu anajua huu ni utumishi wangu kwa Bwana. Lakini kuna mwingine ambaye ni mpenzi mtazamaji, yeye kazi yake ni kuangalia saa ngapi nani anakosea, ili aseme angalia sasa mambo gani haya. Umepewa karama. Kama wewe umepewa neema ya kuwa muombaji, omba kwa ajili ya kanisa la Mungu. Tunahitaji sana maombi yako, maana yule adui hatuwezi kumshinda kwa silaha za kimwili, tunaweza kumshinda kwa silaha za kiroho, na silaha mojawapo ni maombi.
Wewe ukimsikia mtu yuko kanisani anaomba, hata pengine anaomba kwa uchungu mpaka analia, wewe mwambie tu Mungu asante kwamba hayo maombi yake yatageuka, yatakuwa uponyaji kwa kanisa la Mungu, kwa familia zetu. Hata kama kuna wachungaji wanazimia moyo kwa sababu ya huduma, vita vimekuwa vikali, kupitia hayo maombi watainuliwa, wataendelea kufanya kazi ya Bwana. Nilikuwa nasoma utafiti umefanyika kule Marekani, wakaeleza jinsi ambavyo wachungaji wanakimbia huduma. Mishale inakuwa mingi, unasikia mchungaji ameandika barua ya kwamba nimejiondoa kwenye huduma ya uchungaji, ninaenda narudi kwenye nyavu zangu. Pengine anaenda kuwa mfanyabiashara, pengine anaenda kufanya kazi nyingine. Na hiyo ni ishara ya kwamba kuna watu hawajasimama kwenye zamu zao, kwa sababu Biblia inasema mchungaji akipigwa kondoo anafanyaje? Kwa hiyo adui anamlenga mchungaji akijua kwamba nikimpiga mchungaji kundi litatawanyika. Sasa hawa ambao wamepewa karama ya maombezi wanaitwa kusimama kwenye nafasi zao, waombee watumishi wa Mungu, vita wanayokutana nayo, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye huduma. Watu wengine hawana hata maneno ya kuwatia moyo wachungaji, wana maneno tu ya kuwavunja moyo, wana maneno tu ya kuwavuruga, wanatumiwa na shetani kuwavuruga, wala wenyewe hawaelewi kwamba wanapofanya hivyo wanatumika upande wa pili. Asubuhi ya leo naomba niseme, tumia kipawa chako. Kama wewe ni mtu wa maombi, kama wewe ni mtu mwenye neno la kutia moyo, mwana wa faraja. Barnaba aliitwa mwana wa faraja. Nimefurahi nimesikia kuna mtu ameleta jogoo na mchungaji akala jogoo pamoja na familia yake. Yaani huyo ni mtu mwenye kipawa cha ukarimu. Ameona mchungaji anahitaji anywe supu apate nguvu, aendelee kufanya kazi ya Bwana. Sasa sisemi wote tulete jogoo, msije mkatafsiri hivyo. Nasema kila mmoja afanye kwenye eneo lake, ili kwa pamoja tushinde vita yetu. Bwana asifiwe. Wapenzi watazamaji, kama mpo tupungiane. Naomba Bwana atusaidie tuwe na wapenzi wachezaji, sio wapenzi watazamaji. Ngoja niwasimulie kisa kimoja ninapomalizia. Nilikuwa miaka mingi, nilikuwa mwanafunzi wa sekondari. Na ilikuwa timu moja ya mpira wa miguu hapa Moshi maarufu sana, inaitwa Ushirika. Wale ambao wameishi siku chache kidogo wanafuatilia mambo haya wanajua. Ile timu ikawa inacheza vizuri sana. Siku moja ikawa inacheza, nadhani ilikuwa inacheza na Simba au Yanga. Kwa mimi nikasema hii timu yenye jina kubwa inatangaza mkoa wetu, na mimi niende nikaona wanavyocheza. Kaka yangu alikuwa mwanafunzi wa pale chuo cha Ushirika. Kwa hiyo nikawa nimeazimia kwenda, na tulionana kabla, nikamwambia nitakuja. Nyakati zile hamna simu, nikamwambia nimeona kuna mechi siku fulani nitakuja. Siku ilipofika sasa nikawa pesa sina, nikasema kwa sababu nina nia ya kwenda kuona nitatembea. Kwa nikatembea kilomita nyingi, nadhani kama kilomita 15, sio nyingi sana. Sasa nikaenda nikafika uwanjani. Tukawa tunaangalia watu wanashangilia, Ushirika ilikuwa inacheza vizuri sana. Baadaye kama dakika ya 85 mchezaji wa timu ya Ushirika akapata nafasi ya wazi kabisa ya kufunga goli. Lakini alipiga shuti likatoka mbali kabisa na goli. Alafu mama mmoja kama wa miaka 40 alikuwa pembeni yangu, kama watu wawili baada yangu, ambaye alikuwa anashangilia muda wote. Alivyoona yule amekosa goli dakika za mwisho, akasema, "Ona yule kilema." Nikamgeukia nikasema, hivi tulikuwa tunaangalia vilema wakicheza jamani? Na inawezekana unacheka, lakini wako watu ambao kazi yao ni kusubiri waone nani anakosea ili wamuite kilema. Inawezekana hutumii neno kilema, lakini una neno lako unatumia ili kuonesha kwamba angalia huyu anakosea, lakini wewe umefanya nini? Somo la leo natuambia tutumie karama, tutumie vipawa tulivyopewa, maana sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Kila mmoja kwa mwenzake. Kwamba yule hata ungemuingiza pale uwanjani ukamwambia apige, inawezekana angeanguka hata kabla mpira hujamfikia. Lakini alichoweza kusema ni kuita wenzake vilema.
Huenda angeshangilia hata kwa huyu kujaribu, labda dakika chache zokuwa zimebakia, huyu angepata moyo zaidi na aweze kufunga goli. Na ndiyo maana hata wamama mnajua, mtoto wako akikosea hupaswi kumvunja moyo, unamtia moyo. Bahati mbaya sisi kwenye tamaduni zetu za Kiafrika tumezoea tu kuvunjana moyo. Tumezoea tu ukiona mtu amekosea unamuonyesha tu makosa. Wenzetu kwa utamaduni wa kwao, kabla hajakuonesha mapungufu anakuonyesha kwanza yale mazuri. Anakuambia umefanya kizuri, umefanya hiki kizuri, sasa unaweza ukaboresha na hiki. Na sisi tufanye hivyo pia katika mwili wa Kristo. Ukiona hata huyo ambaye pengine kuna kitu hakijaenda vizuri, mtie moyo, mwambie unaweza kufanya zaidi. Haleluya. Na kesho utaona mambo mazuri zaidi yametokea. Mtie moyo mchungaji, mtie moyo mwinjilisti, watie moyo kwaya kuu, watie moyo kwaya idara ya wanawake, watie moyo wazee na suti zao na sauti zao nzuri. Ukisikia mtu anaomba huku kanisani, mwambie mbona unasumbua. Mwambie kanisa la kwanza waliomba na Mungu akashusha uamsho. Mwambie endelea kuomba, kazi yako ni njema. Vijana wetu ambao wanajiingiza kwenye uvutaji wa bangi, hatimaye tutawaona kanisani wamekuwa wacha Mungu tena. Tutiane moyo, kila mtu atumie kipawa chake. Kama wewe Mungu amekupa kipawa cha mambo ya ufundi, ujenzi, utaalamu, tusaidie tuone majengo yetu yakiendelea vizuri kule Sayuni, na hata jengo la BCC na jengo la ibada ya watoto mliendelea kwa kasi kubwa likakamilika haraka. Ni kwa sababu kuna watu wanatumia vipawa vyao. Na nimekuja kukuambia wewe ambaye haujatumia kipawa chako, hasa wewe mpenzi mtazamaji, naomba ubadilike, uache kutazama na wewe ufanye. Haleluya. Bwana alitupa karama ili tuzitumie kuendeleza ufalme wake. Basi Mungu Mwenyezi ambaye amekuita na akawekeza ndani yako vipawa vya aina mbalimbali, tumia vipawa vyako ili kazi ya Bwana isonge mbele. Watie moyo wapuliza tarumbeta. Kama wewe ni una karama ya udiakonia, tia moyo watu kwa njia ya wewe kutoa sadaka zako, lakini na kuwatia moyo wale ambao pengine hawajaelewa ya kwamba Mungu yuko pamoja na wale wenye mahitaji, na kwa hiyo unapogusa wenye mahitaji umeugusa moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu Mwenyezi atupe neema ili kwa njia ya vipawa vyetu tumzalie matunda mema. Na hata ikiwa walikuwepo ambao kazi yao ni kutazama, wabadilike. Ukija ukikuta mazingira ya kanisa sio mazuri, nenda fanya lile ambalo Mungu anakuwezesha. Angalia pale ambako Mungu anakuongoza na una msukumo, unaona hapa ni eneo langu, fanya kama kwa Bwana na sio kwa wanadamu. Na hata ukishafanya usiwaambie watu mimi nafanya sana, sioni hata mtu ananipongeza. Taabu yako sio bure katika Bwana, na siku ile utavalishwa taji. Amen. Tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neema uliyotupa. Umewekeza ndani yetu vipawa na karama kwa ajili ya kulijenga kanisa lako, kuujenga mwili wa Kristo. Naomba ya kwamba Mungu utatusaidia kila mmoja aweze kutumia karama yake kwa ajili ya kusudio lile la mwili wa Kristo kujengeka. Na muombea hata huyo ambaye yumkini alikuwa anazimia moyo kwa sababu hakuona mtu aliyempongeza, aliyeitambua kazi yake. Bwana, naomba kupitia maombi haya atambue dhahiri ya kwamba wewe unaiona kazi yake njema na utampa thawabu kwa kazi hiyo. Naomba uendelee kustawisha usharika wa Kingereka. Naomba uendelee kubariki kwa baraka za mwilini na za rohoni. Naomba Bwana kila mmoja atumie karama yake ili wanao tupate kukua katika kukujua Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.